hujazaliwa kwa bahati mbaya. Kuna kitu imewekwa ndani yako ndipo ukatuma uje ufanye. Sema basi amina kama unanielewa. Iwe una kazi, iwe una kazi. Wewe unapita wapi, uwe upiti popote pale. Nataka niseme maadamu bado hujafa, unaweza ukafufuka. Maadamu hata kama kazi zako zimekufa, zinaweza zikafufuka. Hata kama ndoa imefika mahali unaona sidhani kama naweza kushinda kwenye ndoa, wacha nikwambie, katika kitu kilichoharibika kitatoka kitu kilicho cha thamani. Narudia tena, mahali kitu kibovu kipo, Mungu atageuza kitakuwa kitu cha thamani. Na Biblia inasema huinua vilivyo vinyonge, viaibishe vyenye nguvu. Aliyedharaulika kwenye familia atainuliwa tena, aibishe waliosema ngenge. Arabo shantaramo shaka, waliojifanya wana kazi, sasa hivi hauna kazi, Bwana atakuinua. Awaibishe waliosema utapata kazi, wapate kujua Bwana anainua vilivyo dharaulika, vipate kuaibisha vyenye nguvu. Ndoa iliyodharaulika itainuliwa, viaibishe vyenye nguvu. Atainua waliokataliwa, wataolewa, ili waliosema hawaolewi wapate kuaibika. Bwana atainua vijana waliokatiwa tamaa ya kwamba sidhani kama watajenga, sidhani kama wataoa, lakini watajenga, wataoa, ili waliopiga makofi wapate kuaibika. Mungu anakwenda kuinua vilivyo dharaulika, viaibishe vyenye nguvu. Kuna dada anakwenda kuaibisha waliocheka familia kwao. Kuna kijana anakwenda kuaibisha waliocheka uzao wa mama yake. Natabiriki nabii, Mungu atainua vilivyo dharauliwa, viaibishe vyenye nguvu. Wangapo wanasema Mungu atainua? Mguse mwenzako mwambie, familia iliyoonekana hawatajenga, wataonekana, wanaonekana sasa. Nyumba iliyoonekana takataka itaonekana nyumba ya baraka. Maisha ya kwenda juu lazima uende chini. Ili Yesu ainuliwe kuwa mkuu, alienda chini kwanza. Alidhalilishwa kwanza, alivuliwa nguo kwanza. Mate ni ya kwake, maneno ni ya kwake, kusukuma ni yeye, madeni ni ya kwake, kukataliwa ni yeye, lakini alivumilia na akaomba nguvu kutoka mbinguni. Maandiko yanasema malaika akaja akamtia nguvu. Alipomtia nguvu akapewa na kinywa cha kutoongea. Nataka nikuambie, wakati maadui wanaongea, nyamaza kimya. Wakati wanakusema, nyamaza kimya. Wakati wanasherekea, nyamaza kimya. Wakati anasema amekaribia kwenye kifo, nyamaza kimya. Nataka nitangaze, yuko shujaa asiye nyamaza kimya. Anakuja saa yoyote. Wakati wamepanga msiba wako, Yesu anatangaza kufufuka kwako. Wakati wanapanga utasa, Yesu anatangaza watoto. Wakati wanatangaza utajenga, Yesu anatangaza utajenga. Wakati wanatangaza utaolewa, Yesu anatangaza harusi yako. Wakati wanatangaza una kazi, Yesu anatangaza kazi. Wakati wanatangaza umekwisha, Yesu anatangaza unafufuliwa. Saidia kumgusa mwenzako, mwambie uliko karibia na kifo, ulipokaribia kufa, ndio Yesu anatangaza utainuka. Sio kama naongea na watu wanaonielewa hapa. Kwa hiyo ile maombi Yesu aliyohitaji, malaika aliposhuka akamtia nguvu, kitu gani kimetokea? Yesu akatiwa nguvu. Alipotiwa nguvu, angalia na warudia wanafunzi wake, anawaambia hamkukesha na mpaka hata lisali moja, amkeni ombeni, maana roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Akarudi tena mara ya tatu. Ya tatu alipoenda, malaika akamtia nguvu. Alipotiwa nguvu akarudi ana furaha. Maana yake huo mzigo umeondoka, hiyo fadhaa imeondoka. Na kuombea katikati ya vita, katikati ya maumivu, katikati ya fadhaa, Mungu akupe roho nyepesi. Wakati wanakusema, unafika sehemu unacheka, hatafungwa safari hii, inamhusu, malaya huyo. Yani ukifika mahali unasikia hayo maneno, ukisikia umizi unacheka, unasema endeleeni kusema, endeleeni kusema. Sina vita na nyie, nina vita na anayewasukuma. Sina vita na nyie, nina vita na adui wa msalaba. Unapopokea roho ya uwepesi ndani, unapita katikati ya vita kilaini. Yesu anarudi anamwambia wanafunzi wake, basi wakaimba. Ndiko nasema wakaimba, akawaambia twendeni zetuni. Hali tena, angalia, alipotoka tu pale, ile maombi jamani, maombi inakupa roho ya utulivu. Usidharau maombi.
Maombi inakupa roho ya utulivu, maana vita vyako sio vya kimwili. Hicho unachopambana nacho sio cha kimwili, ni cha ulimwengu wa roho. Kinapambana na kile kusudi la Mungu ndani yako, na kwa sababu kinapambana, usiende kimwili. Tafuta msaada kwa walioweka hicho kitu ndani yako. Ndio wanaoweza kukuprotect, ndio wanaoweza kukulinda ili adui asikuchukue. Na ukitafuta msaada kutoka mbinguni, malaika watashuka na Mungu atatuma mpaka na wajumbe. Sikiliza, katikati ya vita vyako usione umebaki mwenyewe. Mungu ana mtu mmoja atakayemuinua, aiza Elisha, aiza jirani yako, aiza rafiki fulani. Wakati umekata tamaa, atainua na Elizabeti. Wakati Maria anasema inawezekanaje jambo hili, nitazaaje maana simjui mume, Mungu akamuinua Elizabeti. Wakati familia ya kwao wote wanamuona malaya, Mungu akainua Elizabeti, akamwambia umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wakati amekata tamaa, kuna watakao kuambia umebarikiwa. Wakati wanasema ufai, kuna watakao sema unafaa. Wakati wamekutupa, kuna watakao kukumbatia. Naongea na mtu mmoja ambaye msalaba leo itakukuunganisha na watu wako sahihi. Nyanyuka, pokea, maana inaweza. Mkono kama unanielewa. Punga mkono kama unanielewa. Angalia, Yesu alipokamatwa, alipotoka pale, tayari ana roho ya utulivu. Manake alipokuwa pale Getsemani, alikuwa anataka kuhepa msalaba. Anataka kuhepa jaribu. Mwanangu, naomba usihepe jaribu. Hata kama linauma usihepe. Hakuna jaribu ambalo aliumi. Hakuna jaribu ambalo afanya. Kila jaribu linauma. Hakuna majaribu ingekuaga ni mkate kila mtu angegawiwa. Lakini nataka ngombe, ziko nyakati unapita unabaki mwenyewe. Lakini maombi itakufanya hata ukibaki mwenyewe unajiona tu wa kawaida. Na unaona watu kama wataomba, kama una nguvu ya Mungu ukatafuta msaada kutoka heaven, maana ukipita mahali pagumu unatafuta sumunywe na unakufa. Lakini Yesu alifika mahali hiyo, anasema roho yangu ina huzuni cha kufa, natamani kufa. Alafu alipoingia kwenye maombi, kwa sababu anachokibeba sio cha kwake, ni cha ulimwengu wa roho. Ameandaliwa abebe dunia, ameandaliwa abebe wajane, ameandaliwa abebe watu wanaoteseka. Yaani maana yake kifo cha Yesu, hata mimi nilikuwepo wenye dhambi, hata ulikuwepo wenye dhambi. Yesu alipotaka kuhepa msalaba, ilibidi malaika amwambia, lo, maadamu umetafuta msaada wa maombi, umetafuta connection ya mbinguni, hichi unachokibeba sio cha kwako, ni cha kimbingu. Mbingu imekuleta duniani kwa kusudi. Mbingu imekuleta kwenye hiyo familia kwa kusudi. Iko mbingu iliyokuamuru uingie kwenye hiyo familia. Wewe umesoma hujasoma, mbingu imeamuru. Na ulipoingia, haukuingia kwa sheria zako, umeingia kwa sheria ya kimbingu. Mungu aliona anayeweza kwenda kufunja madhabahu kwenye hiyo boma ni Naomi, akawekewa kitu cha kimungu. Na ndio maana una vita kwenye hiyo familia. Nimetuma nitangaze, hizo vita sio vya kwako. Kuna wengi wanasubiri. Ukishinda hiyo vita, wengi wataokoka. Ukishinda hiyo vita, ndoa nyingi zitapona. Ukishinda hiyo vita, wengi watapata kazi. Ukishinda hiyo vita, Bwana atapokea utukufu. Angalia, Yesu alipotiwa nguvu, alikuwa anakata tamaa. Alipotiwa nguvu, manake malaika sio kwamba amemtia tu nguvu, manake aliletewa picha. Hebu sema picha. Hebu sema picha. Aliletewa picha. Wakati yuko pale Getsemani, maandiko aliomba mpaka jasho ikageuka ikawa nini? Damu. Sasa fikiri jasho igeuke kwa damu. Ilikuwa ni mzigo kiasi gani? Yaani manake aliumia ndani ikavuja mpaka nje damu inatoka. Sije kafikiri tunaposema msalaba wa Yesu ni kitu rahisi kama unavyofikiri. Ilikuwa ni vita vikali. Na vile vita Yesu hakufanya kimwili, alikuwa anafanya rohoni. Manake ingawa yuko kwenye mwili, lakini alienda rohoni. Kwa hiyo akawa anabishana na mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho, kwamba sikuja kwa agizo langu, nimetumwa. Kwa nipishe niokoe dunia. Na shetani akahakikisha anavaa vinywa vya watu wote. Ukisoma Biblia utakuta ni watu wachache walikuwa upande wa Yesu. Sikiliza, kwenye mapito yako usitafute watu wakutie moyo. Usitafute watu wakupe faraja. Tena wanaokufariji sometime unakuta ni wanafiki ambao ndio wanaokuumiza. Ukiona tuma hongera napita kwenye madeni, hongera nitakuombea, haleluya, Bwana akutie moyo. Akigeuka anaenda kwa jirani, anadaiwa. Usimwone tuna kichwa kimesimama kama hivi. Huyo ana hivi lakini lakini wakija mbele yako wanavyoongea, wanaongea kama malaika. Mwanangu, situende kwa Elisha, tukafanya maombi.
na anakufuatilia. Hata hapa kanisani kuna watu wanakuja na wewe, lakini ni vinafiki vinakaa kwenye kiti, vinasubiri unaambiwa nini, na vinafuatilia maisha yako. Nataka niwatangazie na wao wana balaa blue, tunawawekea X wakusema, wakutangaze, unachokibeba kitashine, unachokibeba kitazaa matunda. Punga mkono, sema wote wanaonichukia wana balaa blue. Fanya hivi. Mwanangu, nikwambie kitu kingine. Unahitaji kutafuta msaada wa Mungu. Unahitaji kutafuta nguvu ya Mungu. Na maombi itakufanya kipindi ambacho umebaki mwenyewe, kila mtu amekuacha. Yesu alifika mahali wanafunzi wakamwacha. Tena alikuwa anategemewa kina Petro. Walikuwa wanajiamana, wanabeba na panga, mtu akikugusa tutapigana naye. Lakini maandiko yanasema saa ilipofika watu walifuata mikia. Ngoja nikwambie mwanangu, kwenye hii maisha jifunze kutembea mwenyewe. Hata kama una shemeji mtu, hata kama una kaka yako, hata kama una mdogo wako, hata kama una mme, hata kama una mke, hata kama kuna kitu unategemeaga kwake, ifike mahali struggle mwenyewe. Hata kama kuna vitu anakusaidia, jifunze kusimama kama wewe. Siku wakiondoka unawaambia nimezoea kubaki mwenyewe, nimezoea kutembea mwenyewe. Sijui kama naongea na watu wanaonielewa hapa mahali hapa. Kuna watu mnawategemea watu fulani. Ngoja nikwambie, hata mme wako, hujawahi kuona mko kwenye ndoa inafika mwanaume anageuka na kuacha. Hata ukimpigia simu apokei. Hata ukiongea naye anakujibu takataka. Sasa ukuchwe hujajifunza kutembea mwenyewe kwenye safari. Ifike mahali usimtegemee mtu. Ifike mahali tegemea huyu ambaye anaweza akakushikilia katika vipindi vya mateso. Kipindi hauna kazi yuko na wewe. Kipindi mwanaume amekupa mgongo yuko na wewe. Kipindi mwanamke amekupa mgongo yuko na wewe. Kipindi mama mkwe amesimama kama msumari yuko na wewe. Kipindi wanatuma majini kwako yuko na wewe. Kipindi wanatengeneza makaburi yuko na wewe mpaka kwenye makaburi. Si kama nasikika mahali hapa. Jifunze kusimama na Mungu. Ndio maana mtu ambaye yuko karibu na wewe anaweza akafanya jambo mpaka unaumia mara 7. Mume wako anaweza kukufanyia kitu unasema ni mume wangu kweli? Ni mke wangu kweli? Ni kaka yangu kweli? Ni mdogo wangu kweli? Ndio yeye. Ni binadamu. Ametumiwa na shetani. Na kwa sababu umeweka imani kwake unakufa wewe. Mashujaa hawafagi. Yesu akatoa imani kwa wanafunzi, akakabidhi kwa jemedari wa vita. Akasema hivi, najua hata mkiniacha siko peke yangu, niko na mbingu iliyonituma duniani. Hata kwenye hiyo bomu akasema hafai wifi, hafai utakataka. Waambie siko mwenyewe. Niko na msalaba, niko na shujaa wa msalaba aliyeniagiza nije hapa. Kuna watu kwenye bomu walizopo wanakwenda kushinda kila vita, wanakwenda kuangusha kila vita, wanakwenda kupokea taji ya baraka. Angalia, kuna watu watatu naona wanaangusha madhabahu za kuzimu, ingawa walionekana hawafai, watafaa mara 7. Mguse mwenzako mwambie jifunze kutembea mwenyewe kwenye safari. Jifunze. Mwanangu, hata kama mume wako ana pesa sasa hivi, analeta chakula nyumbani anajaza kwenye magunia, unakula mpaka unafungua tumbo unasema na unacheza nini. Nataka nikwambie usije ukabweteka. Usije ukafanyeje? Jifunze kusimama kama. Ifike mahali useme mimi ndio yule mbingu inanitetea. Mimi ndio yule ninayewatetezi kutoka mbinguni. Sina mtetezi kwenye familia, sina mtetezi kwenye iboma, sina mtetezi kwenye kazi. Wewe ndio unayetetewa na Bwana wa majeshi. Yesu alipopokea ile nguvu, sema ile nguvu. Maandiko yanasema alipokamatwa hakufungua kinywa. Ndio kwani maombi yanakupa utulivu. Ukitaka kudhibiti nafsi yako isiwe kulalamika na kuongea ovyo. Hata kuna mtu hujui kuongea, unaongea tu. Ngoja nikwambie, ukitaka kudhibiti nafsi yako isiwe na ropoka ovyo, ni maombi. Tena ya muda mrefu. Ngoja nikupe mfano. Hujawahi kuona wewe mwenyewe unaweza kukaa na watu ukaongea mpaka baadaye unajuta kwa niliongea na fulani. Kama kuna kitu nimeongea inaniumiza. Kwa nini nimeongea sasa na huyu mtu? Ni kwamba hauna muda wa kuomba kutosha. Ukiomba vizuri, nafsi yako inatiwa nguvu. Hata mtu akija mbele yako, utajua utaongea nini cha kuongea, nini cha kutoongea. Kuna jibu utajibu na kuna jibu utajibu. Yesu akasemaje? Roho Mtakatifu atawafundisha mtakachosema. Sema basi amina. Yesu upako ule wa maombi, malaika aliyeshuka kumtia nguvu imemtuliza.
Anakamatwa, anamwambia huu ndo wakati wenu wa utawala wa giza kufanya kazi. Alafu anamwambia unaitwa nani? Wanaanza kumpiga makofi, mateke. Yesu ajibu. Mahali fulani wakampiga, wakamwambia hebu tabiri, nani amekupiga? Yesu akujibu. Mwanangu, ziko nyakati za kunyamaza. Mazaga na kunijibu. Kunyamaza nini? Kunyamaza nini? Kunyamaza nini? Wakati unanyamaza, wape muda. Muda utasema. Usilazimishe muda wa Mungu unakuja. Wacha kufanya, pokea roho ya utulivu. Muda wa Mungu utasema. Wao walisema una kazi, muda wa Mungu unakuja unasema una kazi. Wao walisema una watoto, muda wa Mungu unakuja unapata watoto. Wao walisema utajenga, muda wa Mungu unakuja na nyumba. Wao walisema utaendesha gari, muda wa Mungu unakuja na gari. Wao walisema umekufa, muda wa Mungu unakuja na afya. Muda utasema. Sema muda unasema. Sema muda unasema. Kuna watu hapa mida yao itasema. Muda utasema. Pa Yesu makofi, muda utasema. Jamani, jaji mkuu mwenye haki ni Mungu, na muda umebeba majibu yako. Wanaosema utaondoka, muda utasema. Hebu sema muda unakuja. Sema nawapa muda. Waliosema ngenge tumeshashinda, naomba nawapa muda. Waliofaulu sijui na mitaji, naomba nawapa muda. Waliosema na daiwa nitafia kwenye madani, sema nawapa muda. Wape muda. Wape muda. Maandiko yanasema Yesu alipopokea nguvu akateswa, akachukuliwa akapelekwa kwa Pilato. Angalia, usiku wa manane Mungu akamtokea Pilato ndio. Na mke wake akaota kwenye ndoto kwamba huyu mtu anateswa, hana hatia yote. Paka Pilato akasema nawa apigwe viboko na amuru aachiliwe. Akasema asiachiliwe, shetani amefaa vinywa vya watu akifikiri kwamba ndio wakati anakwenda kumaliza Yesu. Na Yesu amenyamaza kimya. Saa unapita, nyamaza. Usijibu. Usifanyaje? Nakumbuka nilipokuja kwenye Yanga, nilipoanza kuomba, nilipoanza kufungua watu wakanafunguliwa, wanaponywa, wakaanza kuinuka watu. Tumpe mwaka. Huo ni moto wa mabua. Ni moto wa manyanza, itatembea popote. Mwaka ukapiga chini. Mwaka wa pili chini. Mwaka wa tatu chini. Na kila mwaka ukipiga chini watu wanaongezeka. Kila mwaka ukipiga chini watu wanaongezeka. Kila mwaka ukipiga chini watu wanaongezeka. Wakaona hii kitu ni balaa, hii sio moto tena wa manyanzi. Hii ni balaa. Wakainuka watu. Wakaanza kusema. Wakaanza kutafiti maisha yangu mpaka nilikozaliwa. Wanatafiti mpaka naendaga wapi. Hatumii nguvu za giza kweli yule. Haendagi Nigeria kweli. Wakaanza kutafiti. Wakatafiti mpaka mamangu, mpaka babangu. Jamani, kuna watafiti wa maisha yako. Kuna watu wanatafiti maisha yako, mwanzo wako mpaka mwisho wako. Wacha watafiti. Wetulia. Nakwambia, yamkini uko kwenye ndoa, lakini unashangaa mama mkwe anatafiti maisha yako, anatafiti mpaka maisha ya mama yako, anatafiti maisha ya baba yako, anatafiti mpaka alikotoka mama yako. Anasema ni ukoo mchafu huyo. Ndio maana kaletewa nyoka kwenye iboma. Anatafiti. Shida ni nini? Kuna kitisho. Kuna tishio limekuja kwenye boma. Hakuna kitu unachokosea, lakini kuna tishio. Inatafitwa. Unashangaa mwana anakutafiti. Unatafitiwa maisha yako mwanzo hadi. Unashangaa mpaka mamaka anakatiwa jina. Mamake si mchawi. Unacheza na hiyo familia. Unashangaa anasema, najuta ningeenda kwa nini nimeenda kumwozea binti yangu, kijana wangu mali hapo. Kwa nini wewe? Wanatafiti. Lakini wanavyotafiti, wape muda. Nyamaza kimya, wape muda Bwana. Wanavyosema, wape muda Bwana. Wanavyokaa kwenye vikao, wape muda Bwana. Muda utasema. Wakaanza kutafiti. Siku moja kuna mzee mmoja anafikiri anatokea hapa. Mama mmoja alikuja hapa, alikuwa na shida ya mimba. Kutoka kwa mimba. Nikamwombea. Nafikiri akapona. Nikamwambia 1 2 3. Akaja siku hiyo. Baada ya kumwombea, yule baba akaenda akamwambia yule bwana mzee wangu wa kanisa alikuwa, akamwambia, mimi ninachotaka mtoto wangu apone tu. Hivi huyu mtumishi haendaki Nigeria? Mzee yule bati yuko. Lakini mtoto wangu amepona. Alikuwa anazikazika watoto. Mama mmoja sio alikuwa anatumshukuru hapo. Akamwambia,
lakini kama mtoto wangu kama alivyomwambia imetokea, haenda Nigeria. Akaambiwa hata Moshe hajui. Na ni kweli hata Moshe sijui. I am telling you. Tusiko na mama mke wangu nataka tutembee Moria, tukatembee tu. Akaambia enda asafiri hata Nairobi hajui. Nafikiri hajawahi atakuvuka boda Nairobi. Lakini mtu amepona. Haikupita watu wakaanza kuinuka kwenye misiba. Najua nyewe wote mnafahamu. Misiba ikisimekana msiba ni Elisha tu. Elisha mwenyewe anayesema aonekani kwenye msiba. Aigati. Nakwambia hivi, Bwana akufiche, akuweke mahali pazuri. Haikupita muda yani Elisha. Nakumbuka siku moja ilikuwa kwenye msiba hapo. Mama alikuwa anaangalia. Mama yake Richard hapa. Nilikuwa pale. Kwa hiyo wakaniita tena, mama alikuwepo, wakaja wakanganiza, nikamwambia yule mama. Kwa hiyo nikaenda kumwambia yule mama watu. Tena walikuja kunibeba nyumbani. Tena walinipigia kwa mama njoo na pikipiki. Sina hata usafiri wa gari. Kaja wakanibeba nyumbani. Mama ni shahidi. Nikaenda bana. Nimeenda kumwambia mama watu. Jioni watumishi wamefika. Amekuja nini kuchukua shetani hapa? Mimi ni shetani. Sijaenda kumshawishi mtu awe mshirika wangu. Nimeenda kumwombea. Baadaye nikashangaa, nikaambiwa sio wamepelekwa mpaka 100,000. Naambiwa chukua ile 100,000, achana na huo shetani. Mimi sikwenda kumshawishi mtu awe mshirika wangu. Nilimpelekea huduma ya kupona kwake. Haikutosha. Baada ya tatizo, ile tatizo likarudi kwa spidi. Kwa sababu yule mtu ameachishwa maombi, akarudi spidi. Akafa. Nakumbuka sitasahau. Jamani mwanangu, hujawa mzuri mpaka umesemwa. Hujasafishwa mpaka umenuka. Ujawa profesa mpaka umefanya mitihani. Leo unachopitia unafanya mitihani. Na Yesu akafanya mitihani kwanza. Yesu akuepa mtihani. Hata wewe nakuambia pita kwenye mitihani kisahihi. Usikimbie darasa. Hebu nisaidie kuambiwa kusema usikimbie darasa. Nguse basi mambo usikimbie mitihani. Mambo usikimbie mitihani. Nakumbuka mchungaji mmoja akanipigia simu saa 12. Elisha, kwa sababu hilo msiba iko karibu na kanisa lako, ni eneo lako, tafuta rambirambi tukatangaze huduma. Nikamwambia mzee, aliyeniita atangaze huduma, mimi najua vita nayepitia. Wakati huo mimi ni maombi mlimani. Nakwambia ilifika sehemu mpaka nikipita barabara naogopa. Nilikuwa nikitaka kwenda milimani nakatiza, napita kule kwa Loibor, napita hapo hospitalini, au ni kama sina nauli nakatiza hapa Kilimo, nikiona bali nakata kwenye mashamba. Naogopa kwa sababu naitwa mchungaji. Jamani, utumishi ni karama. Utumishi nini? Mimi sijakosa kazi ya kufanya. Mungu ameniita nikiwa kwenye ajira. Tena wakati huo nakuona mapema mke wangu tunataka tufanye kazi. Nataka niache kazi tujiajiri vizuri. Kwa hiyo tulishapanga mipango ya kufanya biashara. Mungu ananiambia acha kazi, ina watu wanaoteseka. Na ni kweli wanateseka. Maana nimewaona na wanafunguliwa mahali hapa. Ukiwepo namba 1, sema amen. Nakumbuka Mungu ananiita na kwamba natoka napita kule, sitaki kuonekana ni mchungaji. Naogopa kwa sababu nimeokokea jamani huku. Yaani Mungu ameniita, niliishi hapo madukani kipindi kile naitwa mteja. Nilikuwa na duka nimebandika, nikaandika karibu wateja. Kwa hiyo baadaye wakasema tunalipia vile vibao. Nikachukua rangi, nikafuta wateja, ikabaki mteja. Kwa watu wakisema nenda kwa mteja, kachukua jina mteja. Kwa hiyo narudi hapa, Mungu ananiambia nimekuita Ikiushin. Narudi Ikiushin, nasema naenda wapi? Nilipoambiwa hivyo nikaanza kuhesabu watu wanaofahamu, alafu Orume naifahamu. Tofauti na Lusikitu. Nafahamu watu Orume. Naenda wapi? Naambia ni huko. Nakumbuka ule msiba. Ule mama akaja akafa. Kwenye ule msiba nakumbuka nikapigwa simu, njoo twende kwa sababu ni jirani na kanisa lako. Nikamwambia mzee, saa hii siendi. Sitakwenda. Wakala nikamwambia siendi. Yaani kilichonisaidia ni msimamo na kumsikiliza Mungu. Wakatuma watu, nikamwambia nimesema siendi. Nasikiliza mbingu inasemaje. Nimeshatiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Sitakimbia wa msalaba. Mwenye kazi yupo, hata kama nikibaki mwenyewe niko na jemedari wa vita Bwana. Aliyeniita sio mtu. Nafikiri hata Mungu kipindi kile ingeletwa na sinyari ingeletwa kadi kipindi kile kwako. Samani. Ikiletwa kadi kipindi kile kwako, waambie mchague Elisha wewe mtumishi, unitaki hata. Kwanza utapiga sifa zake,
utaangalia kila kitu. Hata Mama Lia sidhani kama ingeletwa kadi kwa kungenichagua kipindi kile. Sema nani anachaguliwa? Jamani, naombeni kura, usingenipa kura. Lakini furaha nilionayo, mbingu imenipigia kura. Furaha nilionayo, mbingu imekupigia kura. Hapo ulipo umepigiwa kura, mbingu imepiga kura. Kwa hiyo wanaopambana na wewe, waambie dole, mnapambana na chuma ambayo imepigiwa kura mbinguni. Mkitaka kuniua, vunjani mkataba na mbingu na hawatakuua, maana umesaini mkataba ndipo ukaja duniani. Natangazia wacha ulikotoka, natangazia wanafiki ulikotoka, hawatakuua. Umefunga mkataba ukaja duniani. Nakumbuka ule msiba bana. Hebu sema ule msiba. Na baadhi yenu mlikuwepo kwenye ule msiba. Mama alikuwepo. Na uzuri mmoja wakati tayari alikuwa kiongozi wangu. Kwa hiyo nikaenda jioni, nikamwambia wale watu, kama nitakwenda kwenye msiba, siendi kwenye msiba nikasukume kitambi au nifae suti na mimi nionekane mchungaji. Maana ukishaitwa mchungaji inabidi sasa ufae suti, ikitokea katafariji kidogo na unaenda pale unakaa. Nakadoa macho angalau utaonekana mchungaji, njoo huko mbele. Acha kujipendekeza kwa watu mwanangu. Acha kujipendekeza kwa watu mwanangu. Hata ukienda kwenye shughuli zao, acha kujipendekeza mwanangu. Hata ukienda kwenye shughuli za watu, usikae kwenye viti vya mbele. Kaa kama mtu ambaye hauna thamani, ili watu waone thamani yako. La pili, usijipendekeze kwa mtu asiyekuhitaji. Acha mtu aone thamani yako. Usitafute thamani. Sema basi amina kama unanielewa. Nakumbuka nikamwambia, nyene kama mnaenda nyinyi asubuhi nendeni. Alafu la pili, mimi sina rambirambi ya kwenda kutoa. Kama Mungu ameniita, aitangaze huduma mwenyewe. Wakakasirika, wakaniacha. Kwa hiyo ikafika nikafanya shughuli zangu, ikafika saa hizi nikaja. Mama alikuwepo. Maskini ya Mungu sijawahi kuona vituko. Jamani, acha unuke kwanza. Hayo mapito unayepitia yanakuandaa mwanangu. Usikimbie, wewe tulia tu, yanauma kweli. Lakini leo nitakuombea nguvu. Kuna nguvu itashuka ndani yako. Utapita katikati yao kama Yesu alivyopita. Nakumbuka nikaja, ilikuwa jioni. Sasa nilikuwa sipendeke hata kuvaa koti kwenyewe, kwani ninaye. Nina koti moja ambayo nimefunga naye harusi. Moja tu tena limepauka huku nyuma. Kiatu chenye ukiangalia imekaa hivi. Kwa nimefuata kashati na kasuruale nikachomeka. Wakati huo nilikuwa tofauti. Sasa hivi jamani, Yesu ni mwema jamani. Pigia Yesu makofi jamani. Hata kwako pokea neema isiyo ya kawaida. Nikiwa unasikia, nikaenda nikakaribia kale, yani hata unafikiri kitu unapewa. Nikaenda nikakaa chini. Sasa ujue aibu siko na mtu. Kwa hiyo sasa ni kama naonekana kama aliyetengwa. Kwa hiyo unajipendekeza kwa mtu, habari ya uzima? Naendeleaje? Sasa kama mna mtu anakutaka, nawaambia ukweli. Nimeingia kwenye msiba wa watu wanataharuki. Yaani manake mtu akinisogelea hata kama ananipenda, wengine tayari kuna vita napigwa. Kwa hiyo akionekana mtu ananisogelea, ataonekana yuko na mimi. Nakaa pale wakati huo ndio huduma ni changa. Kwa hiyo nikakaa pale. Baada akaja mchungaji mmoja, sipendi kumtaja, ni wa Yanga. Akaja akaita watu, naomba tufanye ibada. Na mimi nasokotwa kama kondoo. Nikanyamaza kimya. Nami nikaenda. Nikakaa kiti cha mwisho. Kanaongea. Lakini leo jitu nalopigwa ni Mungu anajua. Nikafika sehemu nataka kuondoka, naondokaje? Ni kama naondoka ni kama nachorwa. Kwa hiyo nanyamaza, napiga mahesabu nitatokea mlango gani? Nitamwona nani anatoka, nijaribu kumwambia subiri. Kama kuna kitu namwambia ili kwamba anitoe. Kwa sababu kunyanyuka mwenyewe kwenda ni kama unaonekana uchi. Ili beni vumilia, kuna mtu anayetoka. Nikakaa mpaka saa 2 giza limeingia, ndio nikatoka nyumbani. Nikasema sirudi tena. Siku ya msiba ikafika. Wachungaji wao wakaniambia, "Twende, tena tukusindikize." Nikamwambia, "Naelewa kinachoendelea. Niacheni." Niacheni mimi. Leave alone me. Niacheni mimi mwenyewe. Niacheni. Huo msalaba ni wa kwangu. Niacheni. Nye kama mnajua kujitambulisha, nendeni mkajitambulishe. Wacha Mungu atutambulishe sisi. Mwanangu, mwache Mungu akutambulishe. Mwache Mungu aitambulishe ndoa yako. Mwache Mungu aitambulishe familia yako yenu. Mwache Yesu akutambulishe. Ninatamka kinabii, mwache Yesu akutambulishe.
Mwache Yesu akutambulishe. Wanadamu watakushusha ila Yesu atakuinua. Wanadamu watakukataa ila Yesu atakupokea mara mbili. Nakumbuka siku ya msiba sasa. Nilikuwa duka mbovu siku hiyo. Simlikuwepo. Mchungaji mmoja akaniambia, "Baba, unaongozwa na Mungu." Kwa nini? Tumeingia chumbani. Wamesema hivi, leo soma tu andiko kama direction. Kimaliza toka nje, tandika Elisha. Alikuwepo mama Eleza, anajua maana sinaona anacheka, anajua. Tandika Elisha, mahubiri ni Elisha. Kwa kila kitu Elisha. Nakumbuka siku hiyo sikuwepo, naambiwa tu. Wale waliokuwa wananiambia twende, kila mmoja alitoka kwa njia yake. Mwingine alipita nyuma ya nyumba, mwingine alikimbia akaingia kwenye gari, sababu ni matandiko, ni kutandikwa tu. Anayetandikwa ni huyu mzee mmoja, sema mzee mmoja. Sema si ambani kwa sababu ni mzee Daniel. Akasema hivi, "Itigilole ngoni kulie." Itigilole ngoni kulie. Ni hiyo kauli. Akasema atainya kiraritai. Ai. Atigilamu gwara. Amevunja paka na pembe. Huyu mtu ana nini? Kumbe wananisema, kumbe wananitangaza. Wanaponisema watu wananitafuta kwenye misiba. Yuko wapi yule anayesemwa Bwana? Yaani wananisema mimi, wanafikiri wananimaliza, kumbe wanaongeza jina langu. Wanaokusema, wanaokupiga vita, wanaongeza jina lako. Wanakutangazia kazi, wanakupandisha level. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Wanaokupiga vita wanakuongezea jina. Wanaokupiga kwa sababu ya madeni wanatangaza jina lako liwe maarufu. Siku ukija kuinuliwa hautafuti, maana umeshatengenezewa njia. Punga mkono, sema wanaonipiga vita wananitangaza. Kwenye huo msiba watu wakasema, hivi huyu anayesemwa ni nani? Yuko wapi tumuone? Tayari jina langu limekuzwa. Wanaokupiga vita wanakuandalia njia. Wanaokukataa wanakuandalia njia. Mungu akiweka kitu ndani, wewe na uhakika atakiongoza. Nyota yako iking'aa, siku moja watainama wote. Siku moja watatafuta nguvu kwako. Wakaondoka wote. Wakanitafuta. Nasikia siku ile watu waliongea. Waliongea wengi sana. Mpaka watu wakawa wanasema, "Tutaenda." Wanapigwa wamama, mnatangatanga. Mnapeleka mayai. Maskini ya Mungu hakuna mayai. Ingekuwa hata mleta ningekuwa nakula vizuri. Hamna. Wanatangaza tu. Maskini ya Mungu Elisha wala hata hajui hicho kitu. Elisha ajibu mashambulizi. Zake akisimama madhabahuni watu wanafunguliwa. Akisimama madhabahuni watu wamepata kazi. Akisimama madhabahuni wamebeba mimba. Wakisimama madhabahuni mashetani wamelipuka. Kwa hiyo sikusikiliza walichosema, nilifight kwenda mbele. Na Yesu akusikiliza maneno ya watu, alifight kwenda mbele. Maandiko yanasema alipopigiliwa msumari pale msalabani, Mungu akamwacha. Giza likatanda. Maandiko yanasema akalia, "Eloi Eloi lama sabakthani." Mungu wangu mbona umeniacha? Usimlilie mama yako, usimlilie ndugu yako la mume wako, mlilie aliyekuleta duniani. Yesu akasema, "Mbona umeniacha Baba?" Maandiko yanasema mbingu zilitanda giza. Maana yake dhambi za ulimwengu zilikuwa juu ya dunia. Na Mungu alimwambia Yesu, "Unataka utukufu? Hakuna utukufu bila vita. Lazima ukataliwe, lazima uachwe, lazima mbingu ikuache." Na Yesu akasema, "Sawa, lakini maumivu haya ni mazito." Akasema hivi, "Roho yangu mikononi mwako naiweka." Lakini pale msalabani kulikuwa na mwizi mmoja ambaye alikiri, akamwambia, "Ewe Yesu, nikumbuke kwenye ufalme wako." Yesu akamwambia, leo nilikufa kwa ajili yako. Leo kwa kinywa chako, kwa ukiri wako, leo ingawa niko kwenye mateso, ingawa niko kwenye giza, leo nitaingia paradiso, nitaingia mbinguni kwa Baba, nitakwenda pamoja na wewe. Ingawa unapita kwenye giza, lakini hilo giza Yesu anajua. Amepita kwenye giza kwa ajili yako. Amepita kwenye madeni kwa ajili yako. Amepita kwenye magonjwa kwa ajili yako. Amepita kwenye dharau kwa ajili yako. Leo kuna mtu namuunganisha na Yesu, mbingu itamuona kwa upya. Sema amen. Yesu dakika za mwisho mbingu imemwacha. Maandiko yanasema, "Roho yangu mikononi mwako naiweka." Akatoa
roho yake akakabidhi kwa baba yake, maana yake nafsi yake. Alipokabidhi, maandiko yanasema alipokabidhi akavalishwa mwili wa vita, akaenda mpaka kuzimu, akakutwa shetani anacheza sherehe, anafanya sherehe, wanakunywa damu, wanashinda, tumeshinda. Kama ambavyo kuna watu leo wanasherehekea kijana wake amefeli, ataondoka kwenye ndoa, hatabeba watoto, atakufa tu, hawatabarikiwa. Wanafanya sherehe, na kuzimu nao inawasupport wafanye sherehe, waambie niko juu ya msalaba, niko chini ya msalaba, nitapokea nguvu mpya, nitashuka huko kuzimuni, nitafanya vita na nyie, nitarudisha vitu vyangu vilivyochukuliwa. Maandiko nasema Yesu akaenda kuzimu, akamkuta shetani. Shetani akakutwa anacheza. Yesu aliposhuka akashuka na utukufu. Kwani shetani aliweza kumwangalia? Aliona utukufu, maana Yesu alina utukufu. Akakuta anafanya sherehe. Shetani alipomwona Yesu anakimbia, anakata kona. Yesu anamfuata, anamwambia nimekuja shujaa ambao umewavaa watu wote duniani, wamenishangilia, wamenishabikia, wamenitukana, wamenitemea mate, nimekufa kwa ajili yao. Achia funguo. Shetani hataki kuachia funguo, anakimbia tu. Yesu akamwambia, Bwana, ni saa ya kupokea ufunguo. Maandiko yanasema shetani akakimbia, akapanwa kwenye kona. Maandiko yanasema shetani akaachia funguo mwenyewe, akamwambia ile mamlaka uliochukua kwa Adamu wa mwanzo, mimi naitwa Adamu wa pili, nimekuja kurudisha mamlaka kwa binadamu. Shetani akaachia funguo. Yesu akafufuka tena, akarudi duniani, akatangaza, akasema mamlaka ninayo, hata mbinguni ninayo. Kwa hiyo atakayempata Yesu ana mamlaka duniani, hata mbinguni anayo. Atatawala duniani, hata mbinguni atatawala. Tumoja anyanyuka asema, napokea mamlaka. Pokea mamlaka isiyo ya kawaida. Shetani akaacha nini? Alipoacha Yesu akamkanyaga, unabii ukatimia. Uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa, akapondwa. Leo tukimwombea mtu anapona. Leo tukikemea magonjwa anakimbia. Leo wachawi wanasarenda kwa ajili ya jina la Yesu. Leo tunapata ushindi wa kuishi kwa sababu ya jina la Yesu. Lakini Yesu alikototoa ni mbali sana, alikotununua ni mbali sana. Akasema kwa kifo changu watu wamepona. Adhabu ya amani ilikuwa juu yake. Una shida gani? Kwenye hii Pasaka una shida gani? Nataka mchawi mmoja akafe pa. Nataka naye kutesa adondoke pa. Pasaka hii nataka nyumbani kwako jambo la baraka litokee, ili waliokuwa wanashabikia pressure iwe juu yao. Hata kama walikuwa wanacheka kinafiki, wasikie tule kaka amepata kazi. Amepata kazi wapi? Ameitiwa kazi mahali fulani. Wapi eti? Tena kwenye shirika wapi eti? Anakula mshahara wa 500,000, 600,000, anadondoka tu hapo. Alafu sio hiyo tu, anaambiwa angalia gari la mimina material. Ni kale kijana aliyedharaulika, ni kale mama aliyedharaulika, ni kale dada aliyekataliwa, ndio anajenga nyumba ya sauzi. Wako watatu wanapokea unabii huo. Atasikia anameremeta, atauliza kitu gani kimetokea? Anaambiwa Rahabu aliyekaa miaka mingi akakatiwa tamaa kwamba ataolewa, harusi yake inatangazwa, shala harusi linapepeta. Arabo shanta rabo koria, aliyeitwa mlevi atakutwa anaendesha toyo yake. Atauliza kitu gani kimetokea? Yesu aliyekufa akafufuka, amemsamehe, amemrudishia kibali, na sasa ana kazi, na sasa ameacha pombe. Nataka nitangaze kinabii, usimkatie mtu tamaa maadamu hajazikwa bado. Yesu hajamkatia tamaa. Hata mwizi aliyekuwa msalabani Yesu hajamkatia tamaa. Nimetuma nikwambie, mbingu haijakukatia tamaa, Yesu hajakukatia tamaa. Wanadamu wamekukatia tamaa sawa, majirani wamekukatia tamaa sawa, rafiki amekukatia tamaa sawa, bosi amekuchoka sawa, lakini Yesu anayemhubiri ananiambia hajakukatia tamaa. Ni kwani umekaa muda mrefu na watoto, lakini Yesu ananiambia hajakukatia tamaa. Aliyemkumbuka Sara akiwa na miaka 90 ndiye atakayekukumbuka. Aliyemkumbuka Ana ndiye atakayekukumbuka. Aliyemkumbuka Yusufu ndiye atakayekukumbuka. Aliyemtoa Yusufu gerezani ndiye atakayekutoa. Hajakukatia tamaa. Sema nainuka, sitabaki kama nilivyo. Punga mkono kama una imani. Mguse mwenzako, mwambie sikati tamaa tena.
kazi naiona. Yesu alipoona msalaba, maandiko yanasema akapelekwa mbali zaidi. Kwa hiyo alikuwa anasikia uzito wa msalaba. Hakuona tena msalaba. Alipotiwa nguvu hakuona msalaba. Aliona msalaba, jinsi anavyotemewa mate, jinsi anavyosemwa, anavyodhalilishwa, anavyotolewa nguo na kuwa uchi. Maandiko yanasema akaona zaidi ya msalaba. Alipoona ametundikwa msalabani, akafa, akaonyeshwa anavyokamata shetani, akinyang'anya funguo. Maandiko yanasema akaona utukufu wa pekee. Maana akaona mpaka na unyakuo. Akaona watu wanavyofunguliwa kupitia damu yake. Akaona watu wanavyomtukuza kupitia damu yake. Akaona dunia inavyomshangilia Bwana kwa ajili ya utukufu wake. Alipoona akasema, okay, ni kweli nitakaa siku 3 juu ya msalaba, lakini baada ya siku 3 utukufu nitakaopokea sio kidogo. Ni kweli unateseka na unaona kama umepita miaka mingi Mungu hajakujibu. Ni kweli, lakini ni siku chache, ni siku 3, ni miaka 2, ni miezi 3. Baada ya mwaka, baada ya miezi 2, baada ya wiki chache, utukufu utakaopokea, familia ya kwenu wote watapiga magoti wakisema, dada tunaomba mtaji, kaka tunaomba utusaidie, tumekudharau lakini tunaramba mavumbi yako, tunaramba miguu yako. Sara, nisamee nilikusemaga, nilipiga mpaka na biashara yako, lakini sasa wewe ndio bosi, tunakopa vitu kwako. Natamka kinabii, haya maneno yatakuwa juu ya kichwa chako. Bwana atafanya kitu kipya. Watasema, mama fulani, mama Angel, mama fulani, tulikukataga kwenye iboma. Hata ulipoenda hospitalini hatujakufuata, maana tulishaona unakufa. Lakini leo ndio tunapita kwenye mapito, wakati wewe ndio unatajirika, wakati wewe ndio unatujengea nyumba. Natamka kinabii, watoto wako wanaoteseka watainuliwa, wamshangaze Bwana, washangaze maadui zako. La mwisho, ngoja nikwambie mwanangu, wakati mwingine nataka kuwaua wale ambao wamekuwa sugu wafe, lakini wale maadui ambao sio sugu, mimi nawaombea hivi, nawafungia mapresha. Nawafungia nini? Nawafungia mapresha, nawafungia mautiai, nawafungia masugu fulani. Alafu wabaki tu hivyo hivyo. Wakati wakiwa na mapresha na mautia ile, ndio unasikia nyumba ina Araeli, hebu nishike mkono. Gari ya nani huyo? Hebu niletee kiti hapo. Sijui ugonjwa utanipeleka wapi. Kumbe alipambana na shujaa. Alipambana na shujaa. Alipambana na dada ambaye pambani wake. Alipambana na Elisha ambaye pambani wake. Alipambana na Esther ambaye pambani wake. Anabeba kusudi la Bwana na ukarudisha alichokutakia kwake. Alafu ukamwambia usife, kaa kwanza, kaa. Yale yote aliyokutakia atakuwa ndani yake. Letee kiti hapa. Anakaa, anasikia ta. Hapo anasikia. Anauliza. Kwa sababu ni mnafiki, roho inasema, Aaron, nani nguluni napigwa wapi? Mama sijui. Ngoja tuangalie gari. Vitoto vinakuingia barabarani. Vinaona gari inapiga. Mama unapiga. Na wengine wanakupokea. Hata kama hawajui. Kumbe ni yule mtu ambaye alisemekana atazaa. Ni yule mtu ambaye alisema kijana wake ataoa. Ni yule mtu ambaye alisemekana wala hatapata uzao. Ndio gari imemleta mwali. Ndio gari imemleta dada ametoka kliniki, ametoka leba. Na kuambia haya nesema hayatadondoka, hayatadondoka. Katoto kanatukuja. Nani umeenda kuangalia gari wapi? Imeingia kwa Ngosi Nyati. Imeingia kwa Raheli, kwa Sara. Kwake nani ameleta? Ni ile kijana wake wa kwanza. Ndio ameoa. Ndio ametoka kliniki, mke wake amejifungua. Anakumbuka alisemaga hata kaazae, tumbo linasema kata. Sijui kiti changu kiko wapi? Nipe hiyo kiti. Tumbo linasema, yani umewahi kusikia tumbo linakata? Kata. Ile pale. Haya. Emsema alikuwa anakaa hivi. Aaron, umesemaje? Yule kijana mama baba yetu, ni baba yetu ndio mwali wake ameletwa. Mwali.
Alifikiri ni wakwake ndio watabarikiwa, alifikiri ni wakwake ndio wataoa. Sasa Bwana amekuja safari ya pili, anaenda kwenye nyumba iliyokataliwa. Sema basi amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Anasikia I don't know. Amletea uji. Wakati huo madeni kwao inazunguka hivi kama ikiti. Inazunguka hivi. Yaani inazunguka hivi. Wakati huo wewe Mungu ameshakutoa. Unakumbukia tu ulikotoka. Unasema anasikia na umeomba maombi abaki. Kwa anakaa tu kwenye kiti. Tumbo. Aaron, amletee maji. Anasikia Kwa ndani imejaa chuki, imejaa wivu, imejaa pressure, imejaa uchawi, maneno mabaya, anawazia watu wengine mambo mabaya. Imejaa ndani full. Anasikia Aaron, hiyo gari inaenda wapi? Tena kwa kwenye hamna geti. Mungu akusaidia akupe mafunuo ya kwenda kupata geti. Pokea kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kwa jina la Yesu aliye hai. Kabla hujafa utaweka historia. Kabla hujafa utaweka historia. Kabla hujafa familia yako iliyodharaulika utaweka historia. Kuna mtu anasema mimi ndio wewe, Mungu anasema na wewe utaweka historia. Vijana wako watajenga mpaka watasema mama Eriki salute. Mama Aneti salute. Mama baba yetu salute. Mama Raeli salute. Sara salute. Watakapokukuta kwenye duka kubwa na mashini yako ya kusaga salute. Watasema tulimkataga udada na mume wake, sasa ameshinda. Ninatamka kinabii saluti. Shetani apige saluti mbele yako. Mapepo yapige saluti mbele yako. Wanafiki wapige saluti mbele yako. Siku ya harusi ya mtoto wako, mama umetupia na vikanga na waksi, wanapiga saluti mbele yako. Ninatamka kinabii, receive it, maana inawezekana sio mwingine ni wewe. Salute hiyo inakuja kwa mtu mmoja. Inakuja watakapoona jioni mume wake amezoea kuja na alovoka tu, anaombea tu, ni kelele tu, anakupiga tu. Wataona siku moja anakuja na kamaliboro na kamkate kamekaa kwenye maliboro, chumvi imekaa kwenye maliboro. Anakuja nyumbani kama baba wa heshima. Unakwenda kumpokea getini, tumbo joto, watadondoka pa. Wanitegemea atapotea nyumbani. Amerudi angalia familia. Amerudi na amepata kazi. Walimtabiria ni mlevi. Mbingu imetabiri sio mlevi. Wanamtabiria ni madeni. Mbingu imetabiri sio madeni. Wanamtabiria ni mgonjwa. Mbingu imetabiri sio mgonjwa. Wametabiri atakufa kwenye familia. Mbingu imetabiri atakufa. Wametabiri atazaa. Mbingu imetabiri atazaa. Vita ulionao kwa mashemeji, mbingu imetabiri hawatakuondoa. Vita ulionao kwa wakwe haitakuondoa. Mbingu imetabiri umekwenda kwa kusudi lake mbingu. Ninatabiri kinabii, wametabiri una sugu, wametabiri una HIV, wametabiri una fungus, wametabiri una pressure, wametabiri utakufa. Mbingu imetabiri hautakufa. Kila roho ya mauti haitaendelea. Kifo cha Yesu, hakika kwa kifo chake tunashinda. Kanisa la Mungu tunashinda. Kuna watu watatu wametabiriwa maumivu, wametabiriwa mapito, wamesemwa, wanakataliwa, wanapita pagumu, hakuna kitu wanashika kishikike, wameonekana hawafai. Wengine kwenye familia walizopo wanatamani kukimbia. Nataka nikwambie, mbingu imekuona. Ingawa wamekuita aliyeachwa, mbingu imekuona. Ingawa walitabiri mume wako hatatuma matumizi wala hataangalia familia, mbingu imekuona. Lazima milango itafunguka, amani yako inakwenda kurejeshwa. Jesus, mbingu imekuona. Na kuhakikisha matumbo yote yatakatika. Ile familia iliyotangaziwa itakaiwe familia. Yule ambaye ulimwombea anajichana chechemea tu, alikuimba mpaka kijiweni, ule ni mlevi, hafai. Sasa utakuta ameshushwa chini kabisa, na Mungu anambakiza ashuhudie matendo yako, ashuhudie shuhuda zako.
Yani wale waliotangaza habari zako vibaya ndio wale watarudisha ripoti kwamba tuliyemkataa sasa hivi sio mwenzetu, tuliyemsema sasa hivi sio mwenzetu, tuliyesema atazaa sasa hivi ana mapacha dabo. Naona pepo kama ndege akitembea juu ya bati akiniambia haka kadada ana roho ngumu, ana roho ngumu, ana roho ngumu, ana roho ngumu, ana roho ngumu. Anachokibeba sio cha kawaida. Ziko nyakati tunamtenga, ziko nyakati tunamtenga, ziko nyakati tunamtenga, ziko nyakati tunamsema, tunamtupia roho ya kujiua, tunamtupia roho ya kukata tamaa, lakini sijajua anapata wapi nguvu. Ana survive bado, anashinda bado. Angalia, angalia, angalia. Naona msalaba, alafu chini ya msalaba inaandikwa hivi: wanabeba kusudi, wanabeba kusudi, wanabeba kusudi, wanabeba kusudi, wanabeba kusudi, wanabeba kusudi. Rapa shaka rika yanta rama. Hilo kusudi hatitazuiliwa, halitazuiliwa, halitazuiliwa. Naona mtoto anayelia, wanasema tunataka kumuua mtoto, tumeshindwa, tumeshindwa. Mikono ya mama yake ni moto. Alichukua mafuta akawa naombea, alishika maji akawa naombea. Tulishindwa kuua mtoto wake mara ya pili. Rabo shaka rama. Tulipita kwa mume wake tukashindwa, tulipita kwenye kazi zao tumeshindwa, tulifikiri watashindwa kufanikiwa lakini bado wanafanikiwa. Roho ya madeni tunawatupia lakini wanashinda roho ya madeni. Hiyo roho ya madeni hakika Yesu amelipa, hakika Yesu amelipa, hakika Yesu ameshinda. Jesus. Weka mikono juu. Weka mikono juu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mungu siwapite. Thibitisha niliyosema. Wape furaha, wape neema kabla hujarudi kunichukua kanisa. Wape neema, wape neema, wape nguvu. Inaona watu watatu nyota zao zinang'aa, nyota zao zinang'aa. Wako watatu, wako watatu, wako watatu, wako watatu. Nyota zao zinang'aa, nyota zao zinang'aa. Wanabeba kitu kikubwa, wanabeba vitu vya thamani, na wanapita kwenye vita hujawahi kuona, wanapita kwenye vita hujawahi kuona. Ninaona nyota zao ndio zinapigwa vita, ndio zinapigwa vita. Ni watu wenye kibali hujawahi kuona, ni watu wenye vibali hujawahi kuona, lakini vibali vyao vimekamatwa. Vibali vya ndoa, vibali vya kazi, vibali vya kuolewa, vibali vya kusoma, lakini wanavita. Wengine watoto wao wanavita kwenye masomo, kwenye lango la masomo, kwenye lango la masomo. Namuona mwanamke kwenye tumbo lake, namuona waziri, namuona waziri, namuona dokta, namuona dokta, lakini watoto wake wanapita nyakati ngumu. Warabashanta. Ninaona anavita kwenye boma, anavita mpaka wakwe, anavita mpaka mama mkwe, anavita mpaka wifi, anavita, 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 na anashindwa kuelewa niende wapi. Mbona mpaka wake wenza wananisema? Mbona hawana ushirika na mimi? Mbona mama mkwe ndiye ananisema? Mbona shemeji ananiangalia vibaya? Raba baba shakal. Anabeba kitu cha kifalme, anabeba kitu cha kifalme, anabeba kitu cha kifalme. Namuona mtoto wake anayesoma anabeba nyota, nyota za uwaziri, anabeba nyota za kifalme, za kifalme, za kifalme, za kifalme. Anavita kwenye lango la kizazi, na kwenye malango ya ardhi ya kwao kuna mapepo yamekaa kwa sura ya paka, mengine yamekaa kwa sura ya nyoka, mengine yamekaa kwa sura ya nyoka, kwa sura ya chura, yakiniambia tuko kwenye kona, tuko kwenye ardhi, tuko kwenye ardhi, wasituue. Unapoongea hivyo kuna nguvu inaingia kwa mtu mmoja, kuna anointing inaingia ndani ya mtu mmoja. Kuna dada kusimama kwa ndoa yake ni yeye, kusimama kwa ndoa yake ni yeye, kusimama kwa ndoa yake ni yeye, kufanikiwa kwa mume wake ni yeye. Kama hata simama, maana yake ndoa yake itavunjika. Na anavita mara kwa mara, anaota anatokea na watu anaowafahamu, anatokea tena ni watu wakubwa, anatokea anapambana nao, mara atoke kwa sura ya mwanamke, mara sura ya watu wakubwa wakimsemesha kwenye ndoto. Ana kitu kikubwa, ana kitu kikubwa, anabeba roho ya ufalme, anabeba nyota ya kifalme, anabeba nyota ya Esther, anabeba nyota ya kubeba hiyo boma nzima. Hatakiwi, hatakiwi, hatakiwi. Naona msalaba unasema hakika nilikufa kwa ajili yake, hakika nilikufa kwa ajili yake. Ziko nyakati anaona maombi yake yajibiwi, hakika maombi yake yatajibiwa. Hakika kwa kifo cha Yesu unawashinda maadui leo. Hakika, 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 hakika. Mleteni tu hapa.
Sogezeni hapa. Kuna nguvu kuna malaika ameshuka hapa madhabahuni. Kiona mtu anaguswa na kitu kama kile, kuna kitu kinatoka ndani. Kiona mtu kuna kitu kinapita ndani anadondoka, kuna kitu kinapita ndani. Sogezeni hapa. Kuna malaika ameshuka hapa. Ananiambia niko tayari. Niko tayari. Siku kuu hii ya kufa kwa Yesu, ya mateso ya Yesu. Kuna watu wanavuka. Rapa hapa. Ripo saka. Sogezeni hapa. Weka mikono yako juu. Robo shaka. Kila nyota iliyoipiwa, nyota ya kazi, nyota ya biashara, nyota ya kupenya, nyota ya kuwasaidia wengi. Kuna watu watatu wana mzigo wa kuwasaidia watu. Wana mzigo ya kuwasaidia watu. Akikuta mtu anateseka anasema laiti ningekuwa na kitu. Na ndani anasikia kweli mzigo. Sio kwamba anaongea tu kimdomo. Ndani ana mzigo wa kuwasaidia watu. Ndani ana mzigo wa kuwasaidia watu. Na shetani anasema nimefunga mikono yao. Nimefunga mikono yao. Ninajua wana roho ya utoaji, wana roho ya kuwasaidia watu. Mwingine ana roho ya kusaidia familia. Mwingine ana roho ya kusaidia familia na ana uchungu ndani kwa ndani. Na moyo wake unavuja damu. Na moyo wake unavuja damu. Na moyo wake unavuja damu. Akisema Mungu lini utanikumbuka ili nikawe shuhuda. Na anajidharau. Naona mbingu ikisema mwambie asijidharau. Kuna pepo limekaa kwenye mikono. Kuna pepo limekaa kwenye uso wake kumkosesha kibali. Malaika anapita. Msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu. Msalaba. Kuna wadada watatu na vijana wawili. Nyota zao zimepelekwa baharini. Na muona mwanamke jirani akiniambia nimemchukia tu. Niliona tu anachangamka mtoto wake. Niliona tu ana neema. Nimechukua neema hiyo nimeweka kwa watoto wangu. Nasema hiyo neema muachie. Nasema neema ya kuolewa kwake, neema ya kuzaa, neema ya kazi, neema ya ajira, neema ya kuitwa mahali, neema ya upenyo. Iachiliwe. Sogeza hapa. Sogezeni hapa. Rapa. Ropo saka. Nyosha mikono juu. Ripo saka. Neema yako. Ninaona pepo likiniambia niko kitandani. Unajuaje wana mikono? Unajua kufanikiwa kwa huyu mwanaume ni huyu mwanamke. Na ndio maana alikataliwa kwanza. Alikataliwa. Naona pepo nyoka akilamba mikono yao kwenye ndoto. Alafu namuona mwanamke akisema anataka kumsaidia kijana wafanikiwe, familia inyanyuke. Hatutaki. Wana nyota za mafanikio. Haka kadada kuna wakati alijitahidi anafanya shughuli na mume wake. Wanapambana wote. Wakasema watakwenda mbali. Rushieni roho ya mateso. Wakakabidhiwa roho ya silfa kwenye ndoto. Wakakabidhiwa pesa kwenye ndoto. Naona mwanamke akiniambia usiniondoe chumbani kwake. Usiniondoe. Nilitaka kumuua mume wake ili abaki aondoke. Nilitaka kumuua ili abaki aondoke, lakini hajafa. Nyota yake inatuharibia vitu. Natangaza kinabii, kila nyota haitachukuliwa.